Nasabir Islamic Center. Ujumbe wa leo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumwombea ziada ya rehma na amani mtukufu wetu wa daraja, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika leo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha kufika katika siku ambayo kwamba tulioahidiana kwamba tutaanza rasmi darasa letu la Ijue Funga ya Ramadhani, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuyafikisha yale ambayo kwamba tuliyokusudia katika mada kama hii. Nimekusudia katika madrasa yetu hii tuanze na darasa hili kwa sababu ibada hii ni ibada ambayo tunataraji kama Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa bado ametupa pumzi, tuweza tukadiriki masiku kama haya. Tumuombe Allah atudirikishe na atuwezeshe kuyadiriki masiku kama haya, lakini kadhalika atuwezeshe matendo yetu kuwa ni mutakabbal, yani yenye kukubalika mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, katika mada hii au katika maudhui hii kwa kweli tutasoma mambo mengi, tutakumbushana mambo mengi. Ni mimi na wewe tusichoke kushirikiana katika jambo kama hili. Kwa haraka tuanze katika mada yetu, na leo tutaanza na utangulizi. Tutaanza kwanza kuzungumzia taarifu siyam wa bayani arkani. Tutazungumzia taarifu, definition, maana ya funga, lakini kadhalika tutazungumzia nguzo za funga. As-siyam kilugha, neno siyamu katika lugha ya Kiarabu ni al-imsaku an shay'in, ni mtu kujizuia na kitu. Yani mtu ukijizuia na kitu chochote kile, kama kuto kukifanya au kuto kukisema ukajizuia, hii inaitwa ni as-siyam. Kwa hiyo as-siyamu ina maana ya kujizuia na kitu. Ndio maana hata Maryam mama yake Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam alivyokataa kuzungumza na wale watu ambao waliokuwa wakimuulizia kuhusiana na mtoto ambaye aliyempata, kwamba amempataje na hali ya kuwa yeye hajaolewa, Maryam yeye alisema kama Qur'ani inavyonakili, inni nadhartu lirrahmani sawma. Yeye alisema kwamba mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sawma, ya kufunga. Lakini kufunga pale hakuwa anakusudia kufunga ya kutokula, bali alikusudia kufunga pale kwamba kutokuongea na yeyote. Kwa hiyo kilugha neno siyamu au neno saumu ina maana ya kujizuia na kitu, lakini katika sheria saumu ina maana ya al-imsaku anil akli wa shurbi wa sairul muftirati ma'a niyya. Ni mtu kujizuia kula, ukajizuia na kunywa, na kujizuia na kila jambo ambalo lenye kuharibu funga pamoja na nia. Hii ndiyo maana ya kufunga kisheria, kujizuia kula, kunywa na kila jambo ambalo lenye kuharibu funga, ikiambatana na nini? Na nia. Min tulu'il fajri, kuanzia kuchomoza kwa alfajri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Yani funga inaanza pale inapochomoza tu alfajiri ya kweli, na funga inaisha pale jua tu linapozama. Kwa hiyo hiyo ndiyo taarifu au maana ya funga kiufupi. Tuende katika jambo jingine ambalo ni arkanu as-siyam, nguzo za funga. Nguzo za funga ziko mbili, lakini kabla sijaingia kuzungumzia hizo nguzo mbili za funga, kwanza ni lazima tuelewe tunaposema nguzo tuna maana gani. Yani tukisema neno arkanu, yani ukiambiwa kwamba hii nguzo yake ni kitu fulani au hiki ni nguzo katika ibada hii tunayoifanya, tunakusudia nini? Nguzo, watu wa ilmu ya fiqhi wanasema ya kwamba huwa alladhi yalzamu min wujudihi alwujudi,
wa min adamihi al-adam. Tukisema nguzo ni kile kitu ambacho kinacholazimu kuwepo kwake ndipo kuwepo kwa kile kitu. Kile kitu ambacho kinacholazimu kuwepo kwake ndipo kuwepo kwa kile kitu, na kukosekana kwake ndiko kukosekana kwa kile kitu. Nikupe mfano rukuu katika swala. Katika swala kuna nguzo ya rukuu. Rukuu katika swala ni nguzo. Kuwepo kwa rukuu ndiyo kuwepo kwa swala, bimaana ya kwamba ili swala iwe ni sahihi ni lazima rukuu iwepo, bimaana ya kwamba na kukosekana kwa rukuu ndiko kukosekana kwa nini? Kwa swala, yani swala kutokusihi. Kwa hiyo tukisema ruknu, yani tukisema nguzo, bimaana ya kwamba ni kile kitu ambacho kinacholazimu kuwepo kwake ndipo kuwepo kwa kitu, na kukosekana kwake ndiko kukosekana kwa kitu. Kwa hiyo nguzo za saumu ni mbili, bimaana ya kwamba nguzo hizi kama zitakosekana, basi bimaana ya kwamba ibada yako ya saumu haitasihi. Nguzo ya kwanza ni al-imsaku anil muftarat. Nguzo ya kwanza al-imsaku anil muftarat, ni mtu kujizuia na vile vyote vyenye kufuturisha. Ujizuie navyo kila kitu ambacho sheria inasema kwamba hiki ukikifanya utakuwa umefuturu, utakuwa umeharibu saumu, bimaana ya kwamba hiyo ni nguzo. Yani mtu ajizuie na kila chenye kufuturisha, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema ndani ya Qur'ani katika surati al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fal'ana bashiruhunna. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wanaume sasa hivi, yani kipindi cha jioni hiki, kipindi cha usiku hiki, bashiruhunna, ambataneni na wake zenu, ambataneni nao hao wanawake, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, na tafuteni kile ambacho alichowaandikia Allah subhanahu wa ta'ala kwa hao wake zenu, wakulu, kuleni, washrabu, na kunyweni, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asyad, mpaka padhihiri kwenu ule uzi mweupe kutokana na uzi mweusi. Yani kuleni na mnywe mpaka idhihiri kwenu uzi mweupe. Uzi mweupe ni nini? Ni ule mchana, yani ni ule weupe wa mchana. Minal khaytil asyadi, kutokana na uzi mweusi, bimaana ya kwamba uzi mweusi ni lile giza la usiku. Minal fajri, la alfajiri. Thumma atimu siyam, kisha baada ya hapo sasa timizeni hiyo saumu ila laili, mpaka usiku. Kwa hiyo nguzo ya kwanza katika nguzo za kufunga ni nini? Al-imsaku anil muftarat, ni mtu kujizuia na vile vyenye kuharibu funga. Min tulu'il fajri, kutoka kuchomoza kwa alfajiri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Nguzo ya pili katika nguzo za saumu, katika nguzo za kufunga, an-niyya, ni kutia nia. Kutia nia ni nini? Bi an yaqsida as-saimu bihadha al-imsaku anil muftarat ibadatullah. Nia ni kile kitendo cha kukusudia, yule mwenye kufunga akakusudia kwamba huku kujizuia na hivi vyenye kufuturisha, hivi vyenye kuharibu saumu, kujizuia kwangu huku ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nguzo. Na nia, ndugu zangu, ndio kitu ambacho kinachopambanua, yani ndio kitu ambacho kinachotofautisha kati ya ibada na kawaida. Nia ni kitu ambacho kinachotofautisha kati ya nini? Kati ya ibada na kawaida. Kwa sababu tumesema kufunga ni kujizuia na kula na kunywa. Mtu anaweza akajizuia kula, akajizuia na kunywa, lakini akawa si ibada kwake. Inaweza ikawa kwake sio nini? Sio ibada, kwa sababu ya ile nia yake. Nia ndio ambayo itakayofanya kule kujizuia kwake kula na kunywa kuwe ni ibada, ni nia yake. Na ndio maana tukasema ya kwamba nguzo ya pili au nguzo katika nguzo za saumu an-niyya ni kutia nia. Na kutia nia ni nini? Ni kukusudia kule kujizuia kwake na vile vitu vyenye kufuturisha, akakusudia kwamba
hii ni ibada ya Allah azza wa jalla. Na kama tulivyosema, nia ndio kitu ambacho kinachotofautisha kati ya nini, kati ya ibada na kawaida. Na ndugu zangu, hapa tukumbushane kitu muhimu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye huwa anatazama kile kilichomo ndani ya mioyo. Yani anaangalia nia, anaangalia makusudio. Makusudio yako ndiyo yatakayofanya wewe uweze kulipwa katika hiyo ibada, na makusudio yako ndiyo yatakayofanya usilipwe katika hiyo ibada. Na ndio maana hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyokuwa sahihi kabisa, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innamal a'malu binniyat, hakika matendo yote huambatana na nia, wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika si vingine, kila mmoja, kila mtu atalipwa kulingana na nia yake. Kwa hiyo nguzo ya pili au kitu ambacho kinacholazimu katika ibada yetu ya funga ili iwe sahihi ni lazima nia iwepo, na nia tukusudie kabisa, tuwe na makasudi, tuwe na makusudio kwamba nafanya hili, ninajizuia huku kula, ninajizuia kunywa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kiufupi kabisa, nguzo za funga ziko mbili, na kama tulivyosema, tukisema nguzo ina maana ya kile kitu ambacho kinacholazimu kuwepo kwake ndiko kuwepo kwa iko kitu, na kukosekana kwake ndiko kukosekana. Bi maana kwamba kuwepo kwa nguzo hizi mbili ndio kutakapokufanya saumu yako iwe sahihi. Lakini kama itakosekana nguzo mbili hizi au ikakosekana nguzo moja yoyote katika nguzo hizi, bi maana ya kwamba saumu yako yote itakuwa si sahihi. Lazima kuwepo kujizuia na vile vyenye kuharibu saumu, lakini pia ni lazima kuwepo na nia. Ndugu zangu, kwa hakika katika maneno kama haya utangulizi leo tukome hapa biidhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala kwanza atuwezeshe kwa haya tuliyoyazungumza ya maneno machache, Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuyafanyia kazi. Lakini kadhalika jambo la pili, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe tuweze kukutana tena mimi na wewe katika darasa yetu namba 2, na hapo tutaangalia hukumu za kufunga mwezi wa Ramadhani. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.